Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Mufti, kiongozi mkuu na Sheikh mkuu wa Islam Tanzania, Mheshimiwa Sheikh Kaporo, msimamizi mkuu wa mashindano haya, Mheshimiwa Balozi Mheshimiwa Yahya, na mudiri wa mambo ya dini kutoka Saudia, Mheshimiwa mwenyekiti wa wazee mkoa wa Dar es Salaam, mashehe, shehe wa mkoa na waumini wote wa dini ya Kiislamu na ambao sio Waislamu. Shughuli hii inafanywa kila mwaka na inasimamiwa vizuri na Sheikh Kaporo, uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Na chukua nafasi hii kumshukuru sana Mufti katoka safari ya sasa anatokea Kenya ambapo kuna shughuli muhimu, lakini kabla kwenda nyumbani kaamua kuja hapa kuungana na sisi kwenye shughuli hii adimu na muhimu kwa dini, na hasa mwezi huu wa Ramadhani ambao ni mwezi wa Qur'an. Nichukue nafasi hii vile kumshukuru balozi wa Saudia kwa namna mchango wake anapotoa katika kuendeleza dini na kuleta amani kwenye taifa pamoja na ulimwenguni. Baada ya maneno haya, nawatakia kila heri, tuendelee kuwa na amani nchini, na amani hizi zitapatikana kwa kuungana, mshikamano bila kubaguana. Asanteni sana. Hili jambo ni jambo ambalo kubwa. Sisi kama wazee wa Dar es Salaam tunasema kwamba tunashukuru sana na tunaona kwamba Dar es Salaam inataka kurudi katika nafasi yake. Uko ukweli usiofichika kwamba mji wa Dar es Salaam ni mji wa Qur'an. Zamani wakati wa Ramadhani kama hii, ukipita katika kila nyumba, katika kila baraza unazojua wewe, Ilala, Kariakoo, Magomeni, Temeke, utakuta msabaka wa darsa mbalimbali za Qur'ani zinaendeshwa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa Dar es Salaam. Na ndio maana Dar es Salaam imekuwa ni tulivu na imekuwa ni yenye amani kubwa kwa sababu ya kuzingatia masuala ya kidini. Sasa hivi mchanganyiko umekuwa mkubwa na watu wamekuwa wengi kiasi kwamba tunajisahau katika ile asili ya Dar es Salaam. Basi mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Sheikh Kaporo na timu yake kwa kuliendesha hili jambo na kulifanya kuliuisha katika nchi yetu. Kwa kweli masuala ya dini na masuala ya Qur'ani ni amani. Tumekuwa tunapiga makelele mengi sana kwamba vijana wanakwenda katika mstari ambao umepotoka. Hili linatokana kwamba kuacha kuzingatia masuala ya kusimamia dini na kusoma Qur'ani. Madrasa siku hizi zimekuwa chache. Zamani kwamba sisi kabla kupelekwa shuleni unatakiwa uende madrasa, uende ukasome, baadaye ndio unakwenda darasa la kwanza. Siku hizi mambo yamebadilika. Vijana wengi na wazazi wengi wamekuwa watoto wao wanawapeleka kwenye kindergarten. Hakuna unachojifunza kule zaidi ya kutazama makatuni na makaragosi. Lakini vyema zaidi ni kuwapeleka watoto kwenye madrasa ili waweze kuleleka kidini na baadaye wanawao wawe ni watu wenye kuhifadhi Qur'ani. Qur'ani si kitu cha kupotea, ni kitu ambacho kimehifadhiwa na Mwenyezi Mungu, na watu na sisi tunatakiwa tukihifadhi katika vifua vyetu. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi ya kutoa wito kwa wazee wote wa Dar es Salaam, tuwaase vijana wetu kwamba waende katika mwenendo wa Qur'ani. Si iwe tu kwamba kusikiliza katika masikio yetu kama ni burudani, lakini iwe ni kutuingia katika viwiliwili vyetu na matendo yetu, ili tuweze kuishi kama binadamu wanavyotakiwa kuishi na maagizo ya Mwenyezi Mungu. Basi huu ndio wito wangu. Kwa hiyo naomba kwamba upokelewe na ufikishwe, na nyinyi waandishi wa habari mtafikisha hizi salamu kwa wote wanaohusika. Wa hadha, assalamu alaikum.